Amen. Haleluya. Haleluya. Hebu mchapie Bwana makofi mengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama una Yesu ndani yako, mchapie Bwana makofi mengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa, na ni ibada ambayo imekuwa ni ibada yenye utukufu kweli kweli. Ni ibada ambayo tunashuhudia Mungu akitenda maajabu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nami niseme tu, kama kuna mtu alikuja mdhaifu, basi atarudi ana nguvu. Haleluya. Haleluya. Basi tuingie kwenye somo Mathayo mtakatifu ile sura ya 6 na mstari wa 31. Aliyefika anaweza akatusomea. Soma 31 mpaka 33. 31 mpaka 33. Nasoma. Amen, karibu. Nasema msisumbuke. Kisema, ule nini au kunywe nini au kuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Amen. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza kwa ajili ya neema hii ya pekee ambayo umenipa. Sikustahili kabisa, lakini umenistahilisha kwa neema yako. Asante Mfalme, nisaidie nami niweze kunena mapenzi yako. Umetupa somo hili ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, na haya mengine mtazidishiwa. Bwana Yesu, ni kweli mengine hayo yote tunazidishiwa. Cha kwanza tunachotamani hata sisi tuliopo leo hapa, tunatamani kwanza ufalme wako. Ndio maana leo tuko mahali hapa. Itakuwa ni hasara kwa mtu anakuja ibadani, Bwana, kwa miaka yote ambayo umempa kuishi hapa duniani, halafu mwisho wa siku anakosa mbingu, anakosa ufalme. Bwana Yesu, itakuwa ni hasara. Ndio maana sisi umetufundisha, umetukumbusha jambo hili. Mungu tusaidie, tupe neema ya kujifunza katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nanyamazisha mapenzi yangu na maneno yangu. Weka maneno yako ndani ya kinywa changu, nikanene siri zako zilizofichika, Bwana. Bwana Yesu, mbingu zifunguke kwa ajili ya somo hili. Malaika mbinguni, Bwana, washuke mahali hapa. Utukufu wako Bwana Yesu uangaze mahali hapa. Nuru yako Mfalme iangaze mahali hapa. Mapepo yote na yakemea kwa jina la Yesu, yanayokamata fahamu na fikra katika jina la Yesu. Hayana nafasi tena. Yaliyoshikilia anga, yaliyoshikilia ardhi, hayana nafasi tena kwa jina la Yesu. Ninakuita wewe Mfalme, ukatufundisha na kutuelekeza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, tupe nguvu Bwana, tupe nguvu Bwana, tupe nguvu Mfalme, maana ufalme wako unatekwa na wenye nguvu, unatekwa na wenye nguvu. Tunazihitaji hizo nguvu katika jina la Yesu. Maadamu wewe Bwana ulisema katika neno lako ya kwamba wewe ndimi chakula, kweli na uzima. Mungu, nami ninakuomba mahali hapa ushuke hicho chakula kishukayo kutoka mbinguni, ikawe Mungu hai tukakile Bwana majira haya, ni katika jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Haleluya. 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 Chapia Bwana makofi mengi. Sasa sikiliza. Ufalme wa mbinguni uko hivi. Ukiwa ibadani, ukiweka moyo wako tayari kwa ajili ya kusema na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata malaika walio mbinguni nao wanakaa tayari waungane na wewe ili waweze kumsifu Bwana. Sasa ukiwa umekaa kwenye hali ya kuzubaa, na malaika nao wanazubaa. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inasema wao ni wafanyakazi wetu, si ndio watumishi wa Bwana? Kwa hiyo wanatufuata sisi, tunachokuwa tunafanya nini? Tunafanya.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokuwa unamshangilia Bwana hapa, tukisema mchapie Bwana makofi kwa makofi mengi mengi, na wao wanaendelea. Sasa itakuwa ni ajabu wewe huku mchapie Bwana, malaika anamchapia Bwana, halafu kunakuwa hakuna connection. Bwana Yesu asifiwe. Mchapie Bwana makofi mengi mengi. Amen. Andika somo. Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Ndio somo ambalo tutatembea nalo. Waliokuwepo asubuhi kwenye Sunday school, hili somo halina tofauti sana na alipopita mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Na haki yake. Tuliposoma kwenye hii mistari, Yesu anawaambia wanafunzi wake kwenye ule mstari wa 31. Anaanza kwa kusema hivi: msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipowatazama wanafunzi wake akajua kabisa hao watu wanahitaji wale nini, wanahitaji wavae. Bwana Yesu asifiwe. Wanahitaji kupendeza, wanahitaji kuonekana wako vizuri. Lakini Yesu alipotazama kila alichotumwa sio hicho. Hakutuma ili watu wapendeze, hakutuma ili watu wavae. Bwana Yesu asifiwe. Alituma kuja kurejesha ufalme. Amina. Kwa nini nasema hivi? Wakati mwanadamu anaumbwa, Adamu alipoumbwa kwa mara ya kwanza alikabidhiwa ufalme. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Alikabidhiwa ufalme. Sasa kwenye ule ufalme, ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 26, inaelezea Adamu alipokabidhiwa akaambiwa, sasa ninakupa hii bustani, uilime, uitunze. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi. Sasa alipewa mamlaka. Kila kitu kilikuwa pale. Sasa unisikilize vizuri. Magonjwa hayakuwepo, unafiki hawakuwepo, uongo hawakuwepo, kila kitu hakikuwepo. Kila kitu kilikuwa ni kitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ilikuwa hakuna kufa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Ilikuwa hakuna cha malaria, ilikuwa hakuna cha kisonono, ilikuwa hakuna cha ukimwi, ilikuwa hakuna cha ugonjwa wa aina yoyote. Ndio ufalme ambao Mungu aliukabidhi kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa msikilize. Mara baada ya ufalme wa mbinguni kukaa pale kwa Adamu, kwa Adamu akawa mmiliki, akatawala ule ufalme, anatumia mamlaka ya mbinguni. Tunaenda pamoja? Sasa mara baada ya Adamu kuasi, ufalme wa mbinguni ukaondoka. Mwambie jirani yako, uliondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa mbinguni ukaondoka. Ufalme wa mbinguni baada ya Mungu kuondoa, aliondoa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ilifikia kipindi mpaka Mungu akataka aangamize dunia yote, yani aanze kuumba upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliona wale watu waliowakabidhi ufalme hawayafanyia ufalme. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Tunaenda pamoja. Kwa hiyo baada ya kuendelea hivyo, baadaye sasa Mungu akaona sasa niwape tu neema. Ndio tunaona akina Musa wanainuka, akina Yusufu wanainuka, tunaona akina Daudi wanainuka. Lakini hao wote aliwatengeneza mara baada ya kuona kwamba kumbe mwanadamu inabidi kwanza nimpitisha kwenye hii hali, nimtengeneze ili baada ya miaka kadhaa akiishi hivi, basi nitakapokuja kurejesha ufalme wangu, hao watu wawe tayari kuingia kwenye ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaanza harakati za kurejesha ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Ameendelea. Lakini ilifikia kipindi baada ya watumishi hawa tunawasema kina Elia na wengine wakamlilia sana, na Biblia inasema maombi akafika kule mbinguni. Mungu akasikia kilio chao, akaahidi akasema, sasa ni mtume nani akaulejesha ufalme? Ni mtume nani akaulete ufalme? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukisoma kwenye Mwanzo
kuna mahali Biblia inasema wakati Mungu anamuumba mtu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa nikuulize, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, aliyekuwa anaongea ni nani? Aliyekuwa anaongea alikuwa amekaa wapi? Je, alikuwa mmoja au walikuwa wangapi? Maana huwezi ukasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kama uko mmoja. Maanake kama angekuwa Mungu peke yake angesema na nimfanye mtu kwa mfano wangu, ila anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, nayo neno alikuwa ni Mungu, na hakuna chochote kilichofanyika pasipo neno. Je, neno ni nani? Neno ni nani? Yes. Neno ni nani? Yes. Neno ni nani? Yes. Waraka wa kwanza wa Yohana. Kimbia haraka waraka wa kwanza wa Yohana. Nataka nisawazishe hapa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya ile ya 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8 unasemaje? Sura ya 4 mstari wa 8 Mungu anasema, yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Amen. Nenda waraka wa kwanza wa Yohana. Subiri hapa nikuonyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema tu mstari umenikimbia kidogo, lakini nadhani unafahamu. Unaeleza habari, wanasema kwamba kule mbinguni kuna watatu wanaoshuhudia. Kuna Baba, si ndio watumishi wa Bwana? Kuna Neno na Roho. Na hawa ni umoja. Umoja maana yake nini? Wanafanya kazi moja. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kwa faida yako. Hawa ni umoja. Kwa hiyo wakati wanamuumba mtu walikuwa pamoja. Nani anakubaliana na mimi? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walipoumba hivyo, sasa Mungu akasema nami ni mtume akaurejeshe ufalme niliokuwa nimemkabidhi mwanadamu, halafu nikauondoa baada ya uasi. Akaitisha kikao mbinguni. Sema kikao mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Alipoitisha, si unajua kwenye kikao mwenyekiti ni Mungu mwenyewe, si ndivyo? Halafu sasa wakawepo na wale wajumbe, wapo malaika, Yesu yupo pale na Roho Mtakatifu yupo pale. Halafu anaanza kuuliza ni nani yupo tayari akuletisha ufalme? Kimya. Mwambie jirani yako ilikuwa kimya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia haituambii kile kikao kilichukua muda upi. Hatujui. Inawezekana kilichukua masaa 12, sijui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini agenda hazikuwepo kwamba ya kufungua utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yatokanayo na kilichopita. No, agenda ni moja. Nani ni mtume? Amen. Wote kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ulipotulia kimya, Roho Mtakatifu kimya, Yesu mwenyewe kimya, malaika kimya. Lakini Yesu alipotazama akasema, lakini sasa kwa hali Mungu anavyoiona, mimi nipo tayari. Haleluya. Chapia Bwana makofi mengi mengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nipo tayari kwenda kufanya nini? Kurejesha ufalme. Jina la Bwana libarikiwe. Tena kamwambia sasa usikilize. Nitakutuma, utaenda utazaliwa kama mwanadamu wa kawaida, lakini maisha yako hayatakuwa kama ya mwanadamu. Kwa nini nasema hivyo? Yesu alipokuja, tuliposoma asubuhi, Biblia tulisoma pale ikasema kwamba yeye alikuja kama binadamu, lakini hakuwa mwanadamu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haikuwa rahisi kwa wanadamu kumwelewa. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu. Ni ngumu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba unisikilize vizuri. Unisikilize vizuri mwana wa Mungu. Kuna watu leo wengi tupo kanisani, nikikuuliza hata wewe kitu cha kwanza kwako uliyeokoka ni nini? Kitu cha kwanza kwako uliokoka, utaniambia ni kuwa na mahusiano na Yesu. Ni kuwa karibu na Yesu. Si ndio mtumishi wa Bwana? Ni kuwa karibu na Yesu. Ni kuwa karibu na nani? Na Yesu. Ndio kitu cha kwanza kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize. Wanafunzi wa Yesu, alipokuja Yesu, amezaliwa, ameishi mpaka anaanza kazi yake. Sasa nisikilize, akiwa na wanafunzi wake ameshawateua, anatembea nao, anaanza kuwafundisha habari hizi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, hawa wanafunzi wa Yesu wana Yesu. Si ndio watumishi wa Bwana? Lakini hawana ufalme. Sio, mnanielewa hiyo point? Yesu wanaye, yani Yesu yuko hapa, ila hawana ufalme. Anawaambia kwenye Mathayo 4:17, anawaambiaje? Mathayo 4:17 anawaambiaje? Aliyefika Mathayo 4:17 anawaambiaje? Mathayo sura 4:17 nasema. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sasa tena pole pole. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Swali, unatoka wapi? Je, kama ulikuwepo, kwa nini tena ukaribie? Maana kama unakaribia, unatoka sehemu, unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huyu ndiye alikuja kurejesha ufalme uliondoka. Kwa anawaambia sasa, sikilizeni. Tubuni, cha kwanza ni kufanya nini? Kutubu. Maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Tunaenda pamoja. Kwa anaanza kuambia tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sasa watu wanasema ufalme wa mbinguni ni nini? Ufalme wa mbinguni ni nini? Warumi sura ya 14 mstari wa 17. Warumi 14:17 inasemaje? Warumi 14:17 inasemaje? Warumi sura 14 mstari wa 17. Mstari wa 17. Karibu. Na Mungu nasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Maana ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki na amani. Ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Hivyo unafikiri, Bwana Yesu asifiwe, unafikiri kama ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, si ndio? Bali ni amani na haki na furaha katika Roho Mtakatifu, unafikiri Yesu angewafundishaje hao wanafunzi? Yaani kama ufalme wa Mungu uko hivyo, unafikiri alipoanza kufundisha angewaambia jamani, kwangu kuna utajiri, jamani kwangu kuna mavazi, kwangu kuna chakula, nitawapa? Angeanza hivyo? Ufalme wake sio kula wala kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alijua, kwa sababu alikuwa anazijua nia za watu, anajua mawazo ya watu, anajua fikra za watu. Kwa hiyo angeanza kuambia njoni kwangu kuna utajiri. Hakika nakwambia mtumishi wa Mungu, ufalme wa mbinguni asingeupata. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangekuwa tayari kukata mtu apate utajiri. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akawaambia tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake. Bwana Yesu asifiwe. Haki yake ni nini? Mathayo ile sura ya 6 na ule mstari wa 3. Mathayo 6 na ule mstari wa 3 nasemaje? No, Mathayo 5 mstari wa 3. Amen. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa kuna maneno. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nisikilize. Tuna watu leo wamo makanisani, wana Yesu ni ndio, wameokoka ni ndio, lakini hawana ufalme. Unaweza usinielewe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini nasema hivi? Sikiliza. Mzinzi ana Yesu ila hana ufalme. Kwa nini? Biblia inasema hivi: wazinzi, waabudu sanamu, waongo,
wachawi na hao wanaofanana na hayo hawataingia kwenye ufalme wa mbinguni, ila wana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hujawahi kwenda kuombea pepo, mnaenda kuombea pale, au pepo inaenda kusema mbona huyo anafanya kama ya kwetu? Sasa usikilize, huyo ana Yesu ila hana ufalme. Ni vizuri ukampata Yesu ukaupata na ufalme. Ni hasara kumpata Yesu peke yake ukamwacha hapa duniani alafu ukakosa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hivi, sio kila nitaye Bwana Bwana ataurithi ufalme. Sio, nielewe mtumishi wa Mungu. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Biblia inasema walioitwa ni wengi ila wateule ni wachache. Kwa nini? Walioitwa tena wameitwa kwa jina la Yesu. Tunaelewa mtumishi wa Mungu? Lakini wateule wa kuingia kwenye ufalme ni wachache. Waliokubali kutafuta ufalme wa Mungu na haki yake, ndio hao wanaingia ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana. Tunaenda pamoja. Haleluya. 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 Unakumbuka kipindi kile Yesu baada ya mkutano akaamua kwenda na wanafunzi wake. Biblia inatuambia wakasema tuvuke ng'ambo. Tunakumbuka vizuri. Walipoingia kwenye ile mashua wakatembea, Yesu alichokifanya ni kuamua kulala. Alipolala akawaacha wanafunzi wake wapo kwenye ile mashua. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile chombo. Sasa usikilize vizuri. Wakati wanaendelea na safari, ghafla dhoruba kubwa ikatokea. Na wale kumbuka wana Yesu. Unanielewa vizuri? Wanaye mle chomboni. Wanaye chomboni. Wakataka kuzama. Yaani unataka kuzama na Yesu naye. Kuna watu leo tunazamisha na waganga, tunazamisha na wachawi, na Yesu tunaye, ila hatuna ufalme. Kwa sababu mtu aliye na ufalme hawezi akafahamiwa na mchawi. Mganga hawezi akaingia hata anzia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja. Kwa mpaka kilichotokea, mpaka wanafunzi wakaamua kumwamsha Yesu kwamba Bwana tunazama, tusaidie. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaenda pamoja mwana wa Mungu. Tunaenda pamoja. Ndio maana ukisoma kwenye ile kitabu tulichosoma, kwa anawaambia msiwaze mla nini, mfanye nini. Hayo yatakuja tu. Ukisha utafuta kwanza ufalme, hayo yatakuja tu. Kama ni heshima itakufuata, kama ni utajiri utakufuata. Cha kwanza kipaumbele chako utafute ufalme na haki yake kwanza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukimkuta mtu anajishughulisha sana na mambo ya kutafuta pesa, ila Mungu amemwacha nyuma, kaa naye mbali. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Siseme pesa ni mbaya, pesa ni nzuri. Na pesa inatoka kwa Mungu. Si ndivyo watumishi wa Bwana? Kwa nani aliye wa kwanza kutengeneza pesa? Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja mtumishi wa Bwana. Cha kwanza ni kutafuta ufalme. Tafuta ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni ni nini? Ni haki yake. Tafuta amani ya Kristo, ndicho mengine yafuate. Haleluya. 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 Ndio maana leo mtumishi wa Mungu hapa alikuwa anaongea pale kwamba tunahitaji na sisi tuwe na harusi huko. Si ndio watumishi wa Bwana? Ndio maana leo nikwambie makanisani tunao vijana wengi, ikikaribia wakati wa kuoa wanamweka Yesu pembeni. Wanatafuta kwanza kwa akili zao, wakisha wapata wanamwambia Mungu, sasa nimepata kati ya huyu, sema sasa kama ndo yeye au sio yeye. Unafikiri ungekuwa wewe Mungu unasemaje? Hata kama ninamwambia ni huyo huyo. Sasa ufalme wangu uliwacha ukatafuta wa kwako. Alafu nataka nikupe nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno inasemaje? Akae ndani yangu na mimi ndani yake, aombe lolote atapewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa usione ndoa nyingi sana leo zinafungwa makanisani na zinavunjika.
kwa sababu hazipo kwenye ufalme, ila japokuwa zilifungwa kwa jina la Yesu. Tunaenda pamoja watumishi wa Bwana? Kwa hiyo tunahitaji, japokuwa ndoa zinafungwa kwa jina la Yesu, lakini sasa ziwe ndani ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Pigania mtumishi wa Bwana kupata ufalme. Cha kwanza, ukishaokoka, usiyampata Yesu amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unatembea naye, mwambie ninahitaji ufalme. Ninahitaji ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Maana Biblia inazungumza kwenye kile kitabu cha Ufunuo 22:15 kwamba nje ya ufalme kuna mbwa. Unaofahamu? Kuna mbwa nje ya ufalme. Kuna wazinzi nje ya ufalme. Kuna wachawi nje ya ufalme. Kuna wanafiki nje ya ufalme. Sasa sikiliza kwenye unafiki. Ndugu yangu, yaani wewe nafikia wakati mwingine mtu ambaye anataka awe rafiki yako wa kweli ni mmoja tu, Yesu Kristo. Japokuwa wanasema kwa Waswahili hii huwa ni ngumu kumeza. Haleluya. Haleluya. Mtu ambaye ni rafiki yako leo ni rafiki yako, kesho ni adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kesho ni adui yako. Uliyekuwa unacheka naye, uliyekuwa unafurahi naye, anageuka anakuwa adui yako. Sasa na wewe kama huko kwenye ufalme, mnakuwa sawa. Yeye anakuchukia na wewe unamchukia. Kwa hiyo kama hauko kwenye ufalme, wote mnapoteza ufalme. Kwa nini nasema hivyo? Biblia inasema utasemaje wampenda Mungu wakati jirani yako unamchukia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli tunamiri. Watumishi tunamiri, si ndio watumishi wa Bwana? Inafikia kipindi unakasirika, unachukia. Lakini jiulize, upo kwenye ufalme. Sheria za ufalme zinasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiposamehe na usamehewe. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndio sheria za ufalme. Sasa ukitoka nje ya sheria za ufalme, umeshapotea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikupe mfano mmoja. Kipindi kile mimi nikiwa olevu, nikiwa sekondari. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja sasa na mimi nimeokoka. Nina Yesu ila sina ufalme. Kwa nini nasema hivyo? Utaelewa kwa hapo mbele. Siku moja ilikuwa ni mtihani wa kidato cha pili. Mimi nikiwa kidato cha 3 kama sikosei. Akatokea binti moja akaangushwa na pepo. Alipoangushwa na pepo, ikabidi watafute sasa pale ambao wameonekana wamefanya nini? Wameokoka. Waje wafanye nini? Wamuombe. Sina mimi nikawepo, wakanitafuta. Nikaja pale. Niombe pepo. Nimeangusha mtu yupo kwenye mtihani. Tukaanza kuomba. Bahati mbaya zaidi, niliomba ambaye nilikuwa nategemea kama mtu niliokoka ni mimi. Kwa hiyo pale wanaangalia mtu sisi tufanye nini? Tufanye hivi, shikani hapa, shika. Tunaanza kuomba. Nakumbuka nilipoanza kuomba, naliambia ile pepo, ninaukemea kwa jina la Yesu toke. Ninaniambia toka na wewe. Shida ni nini? Sipo kwenye ufalme ila nina Yesu. Nikaliambia unamfahamu Yesu nile naye? Akasema ndio namfahamu. Nikaniuliza unataka twende wapi? Yaani pepo anaanza kuhojiana na wewe uliokoka pepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo nikaamua kuanza kutafuta ufalme. Kwa nikajiuliza kumbe haitoshi kuwa na Yesu. Ninahitaji kuwa na Yesu, lakini zaidi niwe na ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kufundisha hiki kitu. Ndio maana wanafunzi wa Yesu au baadaye walimfuata Yesu. Sasa ni kweli umetuita, lakini tufundishe ya ufalme yanakuaje? Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kuambia sasa sikilizeni. Msipayuke payuke kama wanavyofanya mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukitaka kuomba tuombaje sasa? Sasa sikilizeni, ombeni hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako
uje. Maisha hapo tu, mengine unayafahamu. Unaelewa msali? Yaani akamwambia, yaani Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Amen. Tunaelewana mtumishi wa Bwana? Uje wapi? Kwenye ndoa yako, uje wapi? Kwenye elimu yako, uje wapi? Kwenye uchumi wako, uje wapi? Kila mahali. Uje ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi kuita ufalme. Unapolala usiku, mwambie Bwana, ninaita ufalme wako uje mahali hapa. Unapoita ufalme wa mbinguni, haushuki tu kama ufalme, anashuka mwenye ufalme, anashuka na wafanyakazi wake wote wanaweka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana utawakuta leo watu wameokoka, lakini ndani yake ana magonjwa balaa hayaondoki. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho kinamfanya mpaka anaanza kutangatanga, anaanza kustasita. Na Biblia inasema Mungu hana furaha naye. Na yupo PHM, kesho yupo FPCT, kesho yupo EIC, yani kesho anatafuta niombe. Ikifika wakati wa maombi yupo pale mbele, anaomba pale mbele. Ikifika wakati wa nini yupo pale mbele, niombe. Akiona uponyaji haupa na hama, anatafuta tena jingine. Ikifika wakati wa maombi yupo pale mbele, anaombewa. Anaona uponyaji hamna, haupo. Ikifika tena anasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anatembea hivyo. Kwa nini? Anatafuta uponyaji, atafuta ufalme. Kama mtu anatafuta uponyaji, Yesu hampi. Kwa hiyo cha kwanza kwako, hata kama umeugua, unaumwa, una shida kiasi gani, achana na shida, achana na matatizo, utafute ufalme. Ukishaupata ufalme, anakupa na afya. Usitafute kwanza afya ndio upate ufalme. No. Hakuna sheria kama hiyo kwenye ufalme mbinguni. Utafute kwanza ufalme. Utafute ufalme. Hakikisha serikali ya mbinguni imeweka makao kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nikupe mfano mmoja. Mwaka jana baada ya kuondoka hapa, nilipoenda nyumbani, siku moja nikawa nimekaa kanisani. Alikuja kijana mmoja. Kijana ambaye nilikuwa sijawahi kumuona. Of course kijana ambaye alikuwa yani ukimwangalia ni kijana wa ajabu sana. Bahati mbaya akanipita, nilikuwa nimekaa pale nyuma. Akapita. Sasa ulikuwa ni wakati wa kujitambulisha wageni. Kwa alipotaka ukaa, akaambia nenda mbele ukajitambulishe. Amefika pale, anaanza kujitambulisha. Akashinda kujitambulisha. Bwana Yesu asifiwe. Bahati mbaya alikuwa amekuja na dada mmoja ambaye tunasali naye. Kwa hiyo akamtambulisha. Akasema huyu kaka alikuja juzi, akasema anataka kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukamuongoza sala ya toba, akaokoka. Kwa hiyo tuzidi kumuombea. Ndio maana nawaambia watumishi wa Mungu, wakati mwingine wachungaji wanahitaji kuombewa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ndani ya kanisa kikikosekana kikundi cha kumwombea mchungaji, ni shida. Kwa sababu kilichotokea, mchungaji aliyemuongoza sala ya toba, kumbe anaongoza mtu kutoka kuzimu. Na hajawahi kuishi duniani hata siku moja. Na amemuongoza sala ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nawaambia, yani watumishi wa Mungu, kwa sababu Ibilisi anaweza kumfunga mchungaji, lakini kama hawapo wengine wa kumsaidia mchungaji, kanisa zima linapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana baadaye akaja kule nyuma. Sasa bahati mbaya zaidi, kiti changu na cha kwake kilikuwa karibu. Kwa hiyo alipokaa pale, nikaona muuliza habari ya uzima ndogo. Si tupo kanisani? Si kwa Luka pole, habari ya uzima wako. Akashinda kunijibu. Mara baada ya sekunde kadhaa akaondoka. Kaenda. Alipoondoka sasa nikajiuliza huyu kaka mbona ameondoka? Nikatoka nje kumwangalia. Kakimbia. Baada ya dakika 5 akarudi. Akasema na shida nione na mchungaji na mwaka. Eti uone yani mfano mtu sasa ameondoka.
Anarudi huko, anasema anataka aonane na mchungaji. Mchungaji yupo madhabahuni, yaani yeye anataka aonane na amwage. Nikamwambia unataka uonane naye? Basi subiri hapa. Baada ya dakika chache kawa ameondoka. Halafu alirudi na pikipiki kumbuka mara pili. Kwa hiyo akaondoka. Sasa zikapita siku kadhaa. Yule kijana nikaja nikakutana naye. Akaasema sasa ninaomba nikuambie wewe. Hii siri sijawahi kuambia mtu yoyote. Na nimetumwa kutoka kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mimi nilizaliwa Tanzania. Nilizaliwa Geita. Siku ninazaliwa ndo siku baba yangu alikuwa anakufa. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mtoto wa ahadi wa kuzimu. Kwa baba yangu alitoa ahadi kwamba nitakapokufa tu, atakapokufa yeye ndo mimi nazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaniambia mimi sina damu kama walizonazo wanadamu wengine. Mimi damu yangu ni nyeusi. Tumishi ninachokuambia, siku moja tulijaribu. Tukapima kwenye kile chinani cha malaria. Nyeusi. Yaani sio mwanadamu. Of course nilimuuliza maswali mengi. Akanijibu akasema, "Hebu niambie siku ile ya ibada, kipi kilikutoa?" Akasema, sawa." Akasema, "Basi nikwambie wewe, ila inabidi kwanza wewe uniambie wewe ni nani." Yaani mimi nimwambie mimi ni nani kwake. Akasema kama ni Wakristo, tumeingia sana makanisani, tumetoa Wakristo, tumetoa wachungaji, tumeshindwa kukuelewa wewe na mchungaji wako ni akina nani? Bwana Yesu asifiwe. Ndicho anachotafuta. Akasema nilipoingia, wakati naingia, nilipokuwa kule madhabahuni, kwa nini nilishinda kujitambulisha? Nilimkuta mchungaji anawaka moto. Kwa ule moto ukawa unakuja kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cha ajabu, nilipokuwa narudi, wewe ulianza kunipiga. Sasa mimi nilikuwa nimekaa. Bwana Yesu asifiwe. Ulianza kunipiga. Na wakati nakaribia kwenye kiti chako, moto ukawaka kwangu. Na kule wenzangu kumbe wana mawasiliano. Na bahati nzuri mpaka aliniambia mawasiliano huwa anaunganisha hapa. Kwa hiyo utashangaa tu anafanya hivi tayari anaisha wasiliana na wenzake. Kwa hiyo ananiambia nilipowasiliana na wenzangu wakaniambia huyo hatumwezi achana naye. Toka humo. Sasa nikueleze wenzake walikuwa wapi? Wenzake walikuwa Ubelgiji, wenzake walikuwa China, wenzake walikuwa Uganda, wenzake walikuwa Somalia, na wengine walikuwa Dar es Salaam. Hao wote wameunganishwa. Sasa nikamuuliza lengo lako ni nini? Kwa hiyo akasema nikuambie wewe. Maana hii siri sijawahi kutoa popote. Lengo letu tumetumwa, kuna dada mmoja tumekuja kuchunguza hili eneo, akaonekana na damu ya thamani sana, na ile damu tukiichukua itakuwa inafanya kazi kubwa sana kule kuzimu. Maana hii damu yake itatumika kutibu magonjwa kama sitayataja. Ndio maneno ambayo aliniambia. Sasa kwa hiyo tumeshindwa kwa sababu yako. Tumeshindwa kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza. Kinachomfanya shindwe sio Yesu. Ni Yesu pamoja na ufalme. Amen. Tunaenda pamoja. Amen. Tunaenda pamoja tumsha Bwana. Kwa hiyo ndicho kilichokuwa kinamshinda. Kwa hiyo baadaye akajiuliza hivi nyinyi ni akina nani? Nyinyi ni akina nani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapo maagenti wengi leo wanaingia kama kwa njia ya kuokoka. Ile wakitafuta wateke madhabahu. Na wakishateka madhabahu wanamaliza kanisa. Sasa kama hakuna watu wa kuomba, wa kusimama na kutafuta uso wa Bwana na kufunga kwa ajili ya kanisa, lazima kanisa livamiwe. Utashangaa mnaanzisha kwaya, inatembea miezi kadhaa, ina moto kweli kweli, lakini ikionekana ya kwamba ile kwaya itakuja ilete ufalme kwenye kanisa, maagenti wanainuka, kwaya inasambaratika. Bwana Yesu asifiwe. Msianze kutafuta nini, tufanye nini. No, tafuta uso wa Bwana. Ndio utaoleta kwaya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yule kijana baada ya siku kadhaa tukaendelea naye vita. Siku moja nakumbuka
Usiku akaingia kwangu, usiku kwetu. Akaja na majeshi mengi kweli kweli. Anataka kupigana. Na bahati mbaya ile siku nilikuwa na mambo mengi, kwa hiyo sikupata muda mwingi wa kuomba. Kwa hiyo ile siku nilipokuwa nalala, nikasema tu ufalme wako jamani hapa, utawale hili eneo. Amen. Nikamaliza. Kwa walipokuja usiku, cha kwanza ambacho nilikiona, nikaona ninapigiwa simu. Halafu ile simu namba sizijui. Yaani namba sijawahi kuziona, napigiwa simu usiku kwenye ndoto. Na wakati nataka kupokea simu, ile simu wakati nataka kupokea, nikitaka kupokea simu, watu napokea hapa watumishi wa Bwana. Simu inaenda hivi. Nikitaka kupokea mkono unateleza. Paka nikaamka kwenye ndoto. Nilipoamka Roho Mtakatifu aniambia walikuwa nataka kuunganisha mawasiliano yako na kwako, lakini wameshindwa. Tukaingia kwenye maombi. Baada ya kuniambia yule dada, ikabidi nimtafute. Tukaingia na kwenye maombi. Tuliomba mtumishi. Uwepo wa Bwana ukashuka. Tukaelekezwa kuvunja madhabahu. Tukaelekezwa kukata connection. Ilikuwa ni saa 7 mchana. Kumbe wakati huo kuzimu nao wanafunga, walikuwa wamefunga hiyo siku. Walikuwa wanaomba kurejesha nafasi yake ambayo tulikuwa tumeiharibu. Kwa walikuwa wanatoa sadaka, kafara, kila nini walikuwa wanatoa. Bwana Yesu asifiwe. Alinieleza mambo mengi sana. Akaniambia siku moja akiwa China alikutana na mchungaji mmoja. Kule akiwa China, ananiambia wakati nakutana yule mchungaji, walikuwa anaenda kufanya ajali, kusababisha ajali ili wapate damu ambazo zilikuwa zinahitajika kusimu. Anakutana na yule mchungaji. Ikaonekana yule mchungaji amefanyika kwa kikwazo. Akaniambia lakini nilipojaribu tu njia yangu moja tu nikamuua. Bwana Yesu asifiwe. Ananiambia sasa nilikuwa najiuliza wewe kwanza ni nani? Kwani wewe ni mchungaji? Nikamwambia mimi si mchungaji, ila nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumishi, tafuta kwanza ufalme. Tafuta ufalme. Ndio maana Biblia Yesu hakuandika kwa makosa. Kusema walioitwa ni wengi, ila wateule ni wachache. Sio anayeniita Bwana Bwana ataulisi ufalme wa mbinguni. Watu wanafikiri walikuwa wanaongelea tu waumini. Hata wachungaji. Ukimkuta mchungaji hayafanyi mapenzi ya Baba, hayafanyi mapenzi ya Mungu, ni vigumu kuulisi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tafuta ufalme. Tafuta ufalme. Tafuta ufalme. Tafuta ufalme. Usitake sifa. Usitake heshima za wanadamu. Hazikupeleki popote. Siku moja utaondolewa kama wajinga. Siku moja utaondolewa kama wapumbavu. Lakini tafuta ufalme. Hata kama utaondoka leo, kama utakuwa kwenye ufalme, utaishi na wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kufa, tunakufa katika Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Using'ang'anie kutafuta mali kwanza. Mtafute Bwana, ndiye atakayekupa mali. Jina la Bwana libarikiwe. Simaanishi msio mnaenda kazini. Wengine anaweza akasema tumekatazwa kwanza kwenda kulima. No, mtumishi, simaanishi hivyo. Simaanishi hivyo mtumishi wa Bwana. Watu wasije wakashinda njaa mkaanza kugombana kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa masaa mengi, majira mengi. Ndio maana Yesu alikuwa anasema hamkukesha hata risali moja. Kwa hiyo yapo masaa ya kumwomba Bwana, lakini yapo masaa ya kufanya kazi. Asiyefanya kazi na asile. Bwana Yesu asifiwe. Na afanyie kazi kwa mkono mlegevu huwa maskini. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna hitaji kuelewa Biblia inasema nini juu ya maisha yako. Hakikisha unaweka neno kwa wingi ndani yako. Ili likusaidie.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana kanisa la leo limetekwa na nguvu ya uzinzi. Ndio iliyotawala. Unawakuta watumishi wakubwa, lakini hili eneo linawaangusha. Na nikwambia hawatauona ufalme wa mbinguni labda watu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaenda pamoja. Cha kwanza, tafuta ufalme. Tafuta ufalme, mwana wa Mungu. Ukishaokoka, ukafanyia kuwa mwana wa Mungu, ukapewa kumiliki vitu vilivyopo kwenye ufalme, hakikisha na wewe unaitafuta haki yake. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe binti utaolewa, kijana wa kiume utaoa, ila tafuta kwanza ufalme. Usitafute mchumba ndio utafute ufalme, utakuwa umekosea. Haleluya. 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 Haleluya, watumishi wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hatutaingia kwenye ufalme wa mbinguni kwa sababu tuna degree. Hautaingia kwenye ufalme wa mbinguni kwa sababu una master. Hautaingia ufalme wa mbinguni kwa sababu ulilima sana. Hautaingia kwenye ufalme wa mbinguni kwa sababu ulikuwa na sifa mno kuliko watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaingia kwa sababu uliyafanya mapenzi ya Baba. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukafanana na ile tenzi tunayoimba. Yule mtu ambaye alienda mbinguni, alipofika langoni, cheti hana. Si ndio hivyo mama? Cheti hana. Akaonyesha, mimi ninacho hiki hapa, PhD. Sema, no, hatuhitaji hicho. Okay, FPCT. Si ndio kilichookoka hiyo. Cheti hakiokoke. Ambia, sio hicho tunachotaka. Cheti tunachokitaka kimeandikwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unasema umekipata wapi? Waebrania 12:14 inasemaje? Waebrania 12:14 inasemaje? Aliyefika anaweza kutusomea. 12:14 inasemaje? Kitabu kile cha Waebrania. Hicho ndo cheti mtumishi. Utakatifu. Mbinguni hawaingii wachafu. Mbinguni hawaingii wazinzi, nimesema. Wanaingia wale watakatifu, waliokamilishwa. Kwa ukiingia pale, cheti chako kionyeshe utakatifu. Kwa kama una cheti cha dini hakitapokelewa. Kinachopokelewa ni cheti cha utakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu mchapie wale makofi mengi. Fanya kwa nguvu zote, fanya kwa maarifa yote, fanya kwa karama yoyote, utafute utakatifu. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, tunaenda kumalizia. Kwenye Biblia nina watu wawili nawapenda sana. Mtu wa kwanza yupo kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili, ile sura ya 18 ukisoma yote, na sura ya 19 mstari ule wa kwanza. Kwenye ile sura kuna mtu mmoja anaitwa Mikaya. Na wangapi tumesoma habari zake? Huyo Mikaya alikuwa ni nabii wa Bwana. Tunaenda pamoja? Sasa unisikilize vizuri huyu Mikaya. Huyu alikuwa ni nabii wa Bwana, aliyekuwa anakaa kwenye ile nchi ya Israeli, ambapo nimesema mchungaji wake, ambapo mfalme wake alikuwa ni Ahabu. Tunaenda pamoja? Sasa siku moja ikatokea, akaja akapitiwa na rafiki yake. Sasa na baba yetu hapa, aje rafiki yake mwambie, sasa ninapita mahali, naomba unisindikize. Kwa hiyo mfalme wa Yuda akaja, mfalme Yehoshafati. Alipokuja yule mfalme, anamwambia ninapita mahali, kwa hiyo naomba twende wote.
Wakati anamshirikisha, kitu cha kwanza ambao tunasema kila kitu, tupo pamoja baba, tupo pamoja baba. Vita yako ni ya kwangu. Si ndio mtumishi wa Bwana? Vita yako ni ya kwangu. Ndio maneno ambayo aliongea. Na ilisikia mahali ukisoma pale wenye misali nasema watu wa kwako ni wa kwangu. Kwa hiyo hii vita ni yetu sote pamoja. Twende. Lakini mfalme Yehoshafati, mfalme wa Yuda akamwambia, no, sasa kabla hatujaondoka, hauna manabii hapa wanaweza akatutabiria wakasema tunakwenda tutafanikiwa. Akasema ninao. Wakaitwa manabii 400. Hao manabii ndio walikuwa manabii ambao wananena kwa ajili ya mfalme wa Ahabu. Mfalme Ahabu, mfalme wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanasema hii safari ni nzuri, hii safari utafanikiwa, naona ushindi kwako. Manabii wote pale, kila mtu amesema na Mungu wake. Sijui alikuwa anasema na Mungu yupi. Kwa kweli hilo huwa nasoma sielewe. Lakini baadaye mfalme Yehoshafati akamwambia, hivi huna hata mmoja ambaye ni nabii wa Bwana? Sasa najiuliza, kama ameleta wale ni manabii wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Akasema, nimekumbuka. Yupo mmoja anaitwa Mikaya. Lakini huyu ndugu hajawahi kunitabiria mazuri. Kila nikimwambia anatabiri tu mabaya kwangu. Sijui tumwite tena. Akasema mwite tu. Lakini mimi huwa simwamini sana. No, mwite tu aje. Huyo ndiye nabii wa Bwana. Akaitwa Mikaya. Napenda sana Mikaya. Alipofika Mikaya akasema, Mikaya mwana wa Imla, tunayo vita, tunaenda kupigana Gileadi, tutabirie. Mikaya akasimama akasema, kama Mungu alivyosema, kwenye hiyo vita ni wewe peke yako utakayerudi. Anaambiwa mfalme wa Yuda Yehoshafati. Umeelewa? Narudia tena. Mikaya akasema, kama Bwana alivyosema, ni wewe peke yako mfalme wa Yuda ndiye utakayerudi. Kwa mfalme wa Israeli ambaye ni Ahabu hatarudi. Asema, si unaona nilikwambia? Hili kila siku mimi ninanitabiria mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumishi baada ya sekunde kadhaa akapigwa kofi, kaanguka chini, kachukua pelekwa gerezani. Namtabia mabaya mfalme. Ungekuwa wewe mtumishi wa Mungu unasemaje? Unaona kwa hiyo unafanikiwa tu, naona ushindi. Mungu inahitaji gharama. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ufalme wa Mungu kutekwa. Tunaposema unatekwa na wenye nguvu, unahitaji utumie gharama. Kuna mahali utahitaji kufunga siku 7 na kuna cha kuulisha. Kuna mahali utahitaji kufunga siku 2. Kuna mahali utakuhitaji ushinde kwenye maombi siku nzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sikilize. Walipoenda wakapigana vile vita, ukisoma ile sura ya 18 pale mwishoni pale, utaona mfalme Ahabu amekufa. Hakurudi. Nanielewa mtumishi wa Bwana? Ukisoma ile sura ya 19 mstari wa 1, Biblia inazungumza ni mfalme Yehoshafati pekee ndiye aliyerudi. Wengine wote hawakurudi. Unanielewa mtumishi wa Bwana? Huyo hakuogopa. Ninaongea na nani? Hakuogopa. Alichoangalia ninatetea ufalme. Kwa hiyo ufalme huu ndio wa kwanza. Mwanadamu siwezi kumwangalia mwanadamu awe wa pili, ufalme wa kwanza. Haijalishi atanipiga, haijalishi atanikataa, lakini ufalme lazima niweke wa kwanza. Ndio maana Yesu alipokuja akaanza kusema utafutani kwanza. Neno kwanza ni neno ambalo linatangulia na vitu vingine vinafuata. Hata kwenye maisha yako lazima kwanza utafuta ufalme na mengine yatafuata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi utatumia gharama kiasi gani. Nikwambie kwenye ufalme sio kila mtu atakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Ukisimama kwenye haki ya Mungu, si kila mtu atakufurahia.
Watu watainua kila makwazo, watu watainua kila vita ili wakukwamishe tu. Unachotakiwa usikate tamaa, songa mbele na Bwana, mwambie wewe ni ngome yangu. Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa mwisho anaitwa Stefano. Stefano. Nampenda sana huyo ndugu. Napenda sana. Wakamshtaki baada ya kuihubiri Injili. Wakamleta mbele ya baraza. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza wote, ukisoma sura ya kwanza, sura ya 7 mstari wa kwanza mpaka mistari yote. Sura nzima. Mpaka na ile mstari ya 8 mwanzoni. Ile sura ya 8. Huyu ndugu baada ya kuihubiri Injili, wakamleta mbele ya baraza. Sasa wewe tuambie, aliyekupa mamlaka ya kusema haya ni nani? Maana leo unatubadilishia dini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya tukufundishwa. Musa hakuyasema haya. Leo unatuambia hatuishi tena kwa sheria. Eti tunaishi kwa njia imani. Wakati sheria zililetwa na Musa. Na inatakiwa tuzifuate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kunaanza kutuambia nini? Akamwambia sasa sikilizeni. Akawapa historia yote. Namna Musa alivyopatikana, namna Musa alipokuja kumwachia mwingine, wanakuja kina Joshua, wanakuja kina Daudi, anakuja mpaka kwa kina Elia, anatoka, anakuja mpaka Yesu anapatikana. Yesu anateua wanafunzi wake, mpaka Yesu anakuja kuondoka, akaanza kuwapa historia yote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamchapa kofi. Wakamweka hapa. Jiulize kwanza, jifikirie kwanza, afu tena uje. Wakampa tena nafasi ya pili. Tueleze tena, aliyekupa haya mamlaka ni nani? Sasa sikilizeni. Kaanza kueleza tena ile historia. Hivi ungekuwa wewe unafanyaje? Uko mbele ya baraza, alafu uko peke yako. Biblia yetuambia walikuwa wangapi? Lakini na uhakika walikuwa wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paka baadaye wanasema huyu inabidi tumuue. Na wakati anakufa hakuna hata mahali alisema kwamba jamani, sasa ninaomba kwa kweli sitarudia tena. Alisema hivyo? Hapana. Alisema hivyo mtumishi wa Bwana? Hapana. Ha? Ulishawahi kwenda kuhubiri Injili ukamwambia mtu sitarudia tena kuja hapa? Wapo. Kwa nini unahubiri hapa Injili? Hapa sisi ni Waislamu. Sisi hapa hayo basi unanisamehe ndugu yangu. Sitarudia tena. No. Mwambie kweli imehubiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Injili ni kalama mtumishi. Yaani usione watu wamevaa tai vizuri, baba yuko hapa, alitumia kalama. Jina la Bwana libarikiwe. Kuzizani ni kazi rahisi. Inahitaji kalama. Kwa ili ulisi ufalme, unahitaji kalama. Stefano kuulisi ufalme, ilibidi atumie kalama. Na ndani ya ile kalama, hakukuwa na majuto. Wala hakujutia kwa nini amefanya vile. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wanaenda kwenye uinjilisti mpaka anajutia. Mimi si kwa nini tu nimekuja huku. Ningeenda kule angalau na mimi. Ulitaka nani aende kule? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumishi unahitaji kuvaa sura za kina Mikaya, roho za kina Mikaya, kumwambia yaani nilichoombiwa nicho. Kama Mungu amesema. Sasa sikiliza, kuna jambo moja. Kuna binti moja pale chuoni. Nilionyeshwa mauti imetumwa kwake usiku. Nilipoonyeshwa nikaomba. Asubuhi nikamuuliza, leo umeota nini? Umeonyesha nini? Bwana Yesu asifiwe. Akasema sijaonyesha chochote. Unahisi nini kwenye mwili wako? Sema sisi chochote. Unajionaje? Sema niko tu vizuri. Una uhakika uko vizuri? Niko vizuri. Hapo kaa hapo tuombe. Utaombaje wakati mimi niko vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia
Nataka tu nikuombee Mungu asiye kukutetea na ukulinda. Jina la Bwana libarikiwe. Nikaomba kwa ajili yake. Pomaliza kuomba, siku Mungu akaniambia, umeomba, lakini huyo mtu kuna madhabahu zipo nyumbani, ndizo zinazotuma hiyo mauti. Kwa hata kama umeomba, muulize vizuri mpaka kuambie. Kamuuliza tena, kuna nini huko nyumbani kwenu? Sema hakuna shida yoyote. Sema sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotaka kukuokoa anatuma mtu. Si ndivyo watumishi wa Bwana? Anatuma mtu. Anatuma mtu. Ukikuta hauko tayari, hautaokolewa. Ila ukikuta upo tayari, unaokolewa. Na unaingizwa kwenye ufalme. Jina la Bwana libarikiwe. Jitahidi wewe uliokoka. Hubiri injili kwa ndugu zako, waambie ukweli, waambie juu ya mambo ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mfano sisi kwenye ukoo wetu hatujapata neema ya kuwa na wengi sana waliokoka. Kwa tupo wachache. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mimi na mama yangu mdogo anemfuata mama yangu mzazi ni mchungaji katika kanisa moja la PAG. Sasa tupo wachache. Kwa hiyo vita uwe ni kubwa. Ilifikia kipindi wakati fulani mama akaniambia, hadi ndugu saizi wamenitenga. Nikamwambia mama, tukomae tuna ufalme. Watakuja tu wao. Hatuwezi kuacha ufalme kwa sababu watu wametuchukia. Hawana mbingu ya kutupeleka. Wangekuwa na mbingu ya kutupeleka, mimi ningeenda kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ila ninachotakiwa kuishi ni kuwapenda. Maana Biblia inasema wapendeni adui zenu. Kwa hiyo sio kuwachukia. Sasa tena kama alikuwa hakupigii simu, mpigie. Unaendeleaje? Habari za huko? Jamani, Mungu jamani, watoto wanaendeleaje? Hata yeye hata kama anajibu kwa chuki. Wewe sema tu jamani, nawapenda sana. Nitakuja niwasalimie. Ni sawa jamani. Kina fulani yupo, nimemkumbuka. Lakini ndani ndio halikati tu. Unachoangalia ufalme. Usiangalie wanadamu.